Anafundisha, ananiambia madhabahu usiyoheshimu na madhabahu usiyotumikia haiwezi kuwa msaada kwenye maisha yako. Alright? Neema iliyo kwenye madhabahu usiyoitambua, ambayo pia hauheshimu, haiwezi kuwa msaada kwenye maisha yako. Tutakusaidia. Neema ya madhabahu usiyoheshimu na usiyoizingatia haiwezi kuwa msaada kwenye maisha yako na haiwezi kuvusha. Kwa make sure unajua neema gani ambayo kwenye madhabahu, na hiyo neema unaiamini na unaiheshimu, na hiyo neema ndipo itakuwa msaada kwenye maisha yako. Nimekuwa nafundisha sana kwa habari ya neema. Kuna kitu nakiita neema. Kama kuna mtu aelewa Kiswahili, samahani, naomba ukae karibu naye mnongonezi wa Kisukuma. Mimi sina namna speak Kisukuma vizuri. Okay? Karibu mnongoneze kidogo wa Kisukuma. Okay. Nasema hivi, na yeye anasema vizuri. Neema usiyoheshimu na neema usiyoizingatia haiwezi kuwa msaada kwenye maisha yako. Na ndio sababu hata wakati wa Yesu, Maandiko nasema Yesu hakuponya wagonjwa wote. Kwa nini hakuponya wagonjwa wote? Kuna watu walikuja kwa Yesu kushangaa, lakini kuna watu walikuja kwa Yesu wakijua kama nikimuona tu Yesu basi nimemaliza. Na Maandiko nasema moja ya maeneo ambayo Yesu akufanya miujiza kabisa ilikuwa ni nyumbani kwao. Alipofika hivi, unajua kuna mahali Yesu alipohubiri Injili watu walijikwaa. Wakati wengine wanabarikiwa walikuwa wanajikwaa kwa sababu ile Injili. Yesu alipofika nyumbani kwao alikozaliwa Nazareti, akaanza kuhubiri Injili. Maandiko anasema watu badala ya kuamini kile alichosema, watu walianza kusema, huyu sio Yesu mtoto wa Yusufu huyu. Huyu si seremala huyu. Na ndugu zake si ni huyu na huyu na huyu. Bwana sifiwe. Maandiko nasema akaweka mikono juu ya wagonjwa akawaponya, baada akajiondokea. Hakufanya miujiza mingi kwa sababu hawakuheshimu neema iliyokuwa juu ya Yesu. Yesu akatembea zake. Bwana sifiwe. Ukichukua na neema ile kwenye madhabahu ukajiambatanisha nayo, ndipo itakufanyika msaada juu yako. Ukipotezea na iwe na kupotezea pia. Bwana sifiwe. So jiungamanisha na neema. Niwaambia kuna neema mtu mmoja mmoja, lakini pia kuna neema ya jumla inaitwa ni corporate grace. Neema madhabahu ili kubebe. Make sure unakuwa sehemu ya hiyo neema. Unajua nikisoma niko mpaka na shaka. Mimi sienda kubii ndugu wake na Yesu kabisa. Ikurudi huyu aliyekula kwa nini kitabu. Unajua yule ndugu yake na Yesu kuzaliwa naye. Yuda ni ndugu wa Yesu kuzaliwa naye kabisa. Achana yule Iskariote. Yakobo ni ndugu wa Yesu kuzaliwa naye. Yaani wanatheolojia wanasema akina Yakobo wamekuja kuamini baada ya Yesu kuwa tayari amekufa na kuondoka duniani. Na leo tunasema yaani wanaishi na Yesu nyumbani, wanamjua, wanaona kila siku. Anaiba mbao, anaenda kutengeneza vitu na meza. Hapo naambia huyu Yesu ndio mwokozi. Hawezi kuelewa. Bwana sifiwe. So neema madhabahu unayotii na madhabahu unayojiambatanisha nayo kaishi, hiyo madhabahu ikawa na matokeo kwenye maisha yako. Mesia nikwambia hicho.